umetulinda usiku ya jana yote, hata mchana ya leo Bwana umekuwa pamoja nasi. Na hata umetupa wakati mzuri ili sisi tukaweza kutembea mpaka mahali ambapo Mungu tunafaa ili tuweze kusikia kutoka kwako. Takatifu, mahali hapa ninakaribisha mtumishi wako Pastor Francis Masheria kwa ajili ya lunch hour ambayo Mungu umejiandaa yeye, umempa neno ambalo ni neno la utukufu ambaye itatubariki, itatujenga, na neno lako ambaye ni neno la uzima. Takatifu, bariki yeye na ondoa aliyo yake, na Mungu umpe aliyo yako, ili atakaposimama na kunena na watu wako, neno lako la utukufu itubariki na utujenge. Mtakatifu, ninaikabidhi yeye mikononi mwako. Mungu mpe nguvu, mpe ujasiri, wape uaminifu, ili Bwana atakaposimama asimame akiwa wewe ndio unasimama. Mungu wangu, maana wewe ni Mungu wetu, unatusaidia na tupa nguvu. Asante mtakatifu, mtumishi wako Bwana uweze kuhifadhi, na Mungu roho yako mtakatifu Mungu amjalie yeye uwezo yote ya kusema na kusimama katika neno lako. Asante mtakatifu kwa sababu utambariki, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi naomba na kushukuru. Asante. Karibu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Nashukuru Bwana tena wakati huu kwa sababu ya kuweza kutulinda na kutuhifadhi na kutuongoza. Tumefika katika nyumba yake, tunasema sifa hizo zote ni zake. Pia ninashukuru Mungu kwa wale wanayetufuatilia. Mungu akawabariki kwa sababu ya kufuatilia sisi. Ni mzuri ni kwa ajili ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika lunch hour. Mjisikie mko mahali ambapo panastahili. Tunataka kuendelea na ile topic yetu ya kwamba vita si vyetu, vita ni vya Mungu. Na jana tukaona sababu ya sisi kwa nini Mungu atupiganie. Kuna vipengele kadha wa kadha tuliangalia, na tukaona ya kwamba sababu tatu ya inafanya Mungu kutupigania. Na leo tunaangalia mtu aliyesaidiwa na Mungu kwa vita. Alikuwa na vita, alikuwa kwa vita, na Mungu akaingilia kati akamsaidia. Nataka tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli ni wa kwanza mlango wake ni wa 17 mstari wa 43 na tutasoma mpaka 47 alafu tukiendelea. Biblia inasema ya kwamba Mfilisti akamwambia Daudi, "Je, mimi ni mbwa hata umnijie kwa fimbo?" Kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, "Njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni." 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, "Wewe unanijia mimi kwa upanga na ufumo na mkuki, bali mimi nakukujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana."
46. Siku hii ya leo Bwana atakuua mikononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia mzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. 47. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye awatia ninyi mikononi mwetu. Tupigie Bwana Yesu makofi. Hapa tunaposoma huo mstari wa 43, tunaona kulikuwa na watu wawili. Mtu wa kwanza alikuwa anaitwa yule Mfilisti Goliathi, na pia mtu wa pili alikuwa anaitwa Daudi. Na katika hao ndugu wawili walikuwa wanapimana nguvu. Daudi alikuwa upande wa Mungu, ama Mungu alikuwa upande wa Daudi. Lakini huyu Mfilisti yeye alikuwa peke yake, na alikuwa na uwezo, alikuwa anajiona ana uwezo, anaweza, maana alikuwa mkubwa. Na ukiangalia yeye ndiye alikuwa anaongoza ile kikundi kingine chote kwa vita, maana yeye Mungu alikuwa amemfanikisha. Alikuwa mnene kwa kimo na alikuwa na kilo ya kutosha, na silaha zake hazikuwa kama silaha za watu wengine. Silaha zake zilikuwa kubwa kubwa. Lakini hiyo haikujalisha Daudi, maana Daudi alijua ya kwamba hakuna kitu kilicho ngumu mbele za Mungu. Hata mlima ni rahisi mbele za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Yule Mfilisti akamwambia, alimuona Daudi, na ukisoma unaona Daudi alikuwa bado kijana. Biblia inasema ya kwamba Mfilisti alipomuona Daudi akikuja, maana alikuwa anaona watu na anawadharau, na alikuwa anajua ya kwamba yeye ndio mshindi huyu Mfilisti. Ndipo Daudi, sitaki kurudi huko nyuma, mnajua habari za huko nyuma. Daudi akajitokeza, na alipoenda mbele za ule Mfilisti, Biblia inasema ya kwamba yule Mfilisti ni kama alimuona Daudi kama umbwa. Maana Biblia inasema ya kwamba Mfilisti akamwambia Daudi, "Je, mimi ni umbwa hata unijie wewe na fimbo?" Jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa naona, alikuwa naona Daudi ni kana kwamba yeye sio kitu. Akasahau ya kwamba sio Daudi anapigana, ni Mungu ndiye anapigana. Jina la Bwana libarikiwe. Yule Mfilisti anaambia Daudi maneno makubwa, "Mimi ni umbwa, ninaona Mfilisti akijikakamua. Mimi ni umbwa hata unijie na fimbo." Okay, ni sawa. Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Baada ya kumwambia anamwambia, "Kwani mimi ni umbwa mpaka unikujie na fimbo?" Yule Mfilisti hakukomea pale. Biblia inasema ya kwamba akaendelea kumlaani Daudi. Jina la Bwana libarikiwe. Akaendelea kumlaani Daudi kwa miungu yake, kwa miungu yao ambayo yule Mfilisti alikuwa anaabudu, miungu isiyo nena. Jina la Bwana libarikiwe. Analaani mtu wa Mungu, mtu ambaye amebeba Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na 44 inasema ya kwamba Mfilisti akamwambia Daudi, "Njoo huku kwangu." Sikia, sasa pale mbele tuliona akimwambia, "Wewe kwani mimi ni umbwa unikujie na fimbo?" Jambo la pili, akamlaani kwa miungu yao. Alilaani Daudi kwa miungu yao.
Jambo la tatu, alimwambia Daudi, yule Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu na nyama yako nitawapa ndege na wanyama wa mwituni. Kwa hivyo alikuwa ametangaza vita, na yeye alikuwa anaona ya kwamba ushindi utakuwa kwake, maana huyu Daudi ni mdogo, huyu Daudi hana silaha, lakini huyu Mfilisti alikuwa na silaha kali. Na Biblia inasema ya kwamba akamwambia, wewe Daudi, wewe leo hii nitakukatakata, nyama yako itakuwa kitoweo ya ndege wa mwituni. Jina la Bwana libarikiwe. 45 Daudi anaendelea, baada ya Mfilisti kujigamba na kutoa vitisho, lakini hiyo haikutisha Daudi, hata kama Mfilisti alikuwa mkubwa, maana hii ilikuwa jitu la mtu. Hiyo haikutisha Daudi, maana Daudi alijua yule ambaye amembeba. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua, ukijua uliyembeba hautaogopa, ni kwa sababu unajua yeye atakushindania. Ijapokuwa milima inaweza kuwa mikubwa, ijapokuwa dunia inaweza badilika, lakini ukijua kwamba yule Mungu uliyembeba, wewe hawezi tetemeka hata kama uchumi utaharibika, maana Mungu ndiye anatengeneza uchumi, na huyo Mungu ndio umebeba yeye kwa roho yako. Ndipo Daudi, baada ya Mfilisti kumaliza kuongea, ninasema ya kwamba naye Daudi kafika zamu yake ya kuongea. Anaambia, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na ufumo na mkuki. Alimtajia vitu vitatu. Daudi sasa ndiye anajibu yule Mfilisti, unanijia kwa upanga na ufumo na mkuki, mbali mimi ninakukujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliyewatukana. Maana hii mjamaa Mfilisti alitukana Waisraeli, aliwatusi, maana alijiona ako na nguvu, akasahau ya kwamba kuna Mungu anayewapigania. Jina la Bwana libarikiwe. Akamwambia, okay, sawa, lakini mimi ninakukujia kwa jina la Baba, Mwana, Mungu wa majeshi. Haleluya. Wale watu naye watusi, hautarudi kuwatusi tena. Na tukienda 46 tunaona hapa Biblia inasema ya kwamba mstari wa 46, na Daudi anaendelea kuongea, anasema ya kwamba siku hii ya leo, sio kesho, siku hii ya leo Bwana atakuua mikononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi misoga ya majeshi ya Wafilisti. Jina la Bwana libarikiwe. Daudi ametangaza vita ama hajatangaza? Ametangaza. Kwa njia nyingine alikuwa anamwambia, wacha kunitishia, hata na mimi pia nitakuua, na nyama yako pamoja na nyama wale Wafilisti wengine nitawapa wanyama wa mwituni. Ni tit for tat. Jina la Bwana libarikiwe. Na Daudi akaendelea kusema ya kwamba ili kwamba dunia mzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Watu wajue, dunia mzima itakuwa historia, na tutakapokuwa tukiendelea kusoma tutaona. 47 Biblia inasema ya kwamba nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana, tusome sisi wote, Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki ambao umejibebea, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu.
Jina la Bwana libarikiwe. Amemhakikishia yule Mfilisti ya kwamba vita sio vyetu, vita ni vya Bwana. Bwana atatupigania. Kando umekuja na mkuki, umekuja na ufumo, umekuja na vitu vyote, hiyo sio kitu na hiyo haijalishi sisi. Lakini leo ninakuhakikishia ya kwamba Mungu ya Waisraeli uliyewatusi atapigana na wewe katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Na akamwambia kwamba leo Mungu amekutia mikononi mwangu, nitakumaliza pamoja na wale wa Israeli. Na historia itakuwa dunia mzima ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana yeye vita ni vyake. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo tunaona ushindi unapatikana. Umeona vile wamejibishana. Na ukiangalia mstari wa 50 verse 50 ya Biblia inasema ya kwamba na hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga yule Mfilisti akamuua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Vita sio vyetu, vita ni vya Mungu. Mtumishi wa Mungu hakukuwa amejibebea silaha, alikuwa na kombeo. Kombeo ni ile inakangwa mawe mbele, unashika mkanda hivi, unasungusha hivi. Najua ya kwamba mlifanya hiyo mchezo. Mnafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Hivi ndivyo Daudi alifanya. Maana Biblia inasema ya kwamba alikuwa amejiogotea mawe 5, na jiwe la kwanza ndiye aliweka kwa ile kombeo, akasungusha na kupitia kwa jina la Yesu mawe ikaenda. Sasa imetumwa, na kweli ilikuwa imetumwa na Mungu, ikaenda. Na usisahau huyu Mfilisti alikuwa amevaa mavazi ya chuma, kwa hivyo hakuna mahali hiyo mawe ingepitia, lakini kuna join, na kwa hiyo join hapo ndipo Mungu alipitia. Jina la Bwana libarikiwe. Akasungusha 1, 2, 3, akawaachilia. Jiwe likaenda likiongozwa na Mungu, likaenda mahali kuna mwanya, likaingia, likaangusha ile mwanaume, akaanguka chini na kilo zake zote na mavazi yake yote, akaanguka chini. Na alipoanguka chini, ushindi ukapatikana. Maana vita vya Mungu si kwa upanga wala mkuki, ni Bwana wa majeshi ndiye anayewapigania watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ombi langu mchana wa leo ya kwamba Bwana atupiganie. Tuache Bwana atupiganie, maana Bwana akitupigania tutakuwa washindi. Jina la Bwana libarikiwe. 51 inasema ya kwamba ndipo Daudi, sasa angalia, tayari mawe imempata mjamaa aliyejigamba, akasema kwani mimi ni umbwa unijie kwa fimbo? Nyama yako leo nitawapa ndege wa angani. Akasahau huyu ni mtu amebeba Mungu mkubwa ambaye alikuwa akimwambia, na hakuwa anajua hii maneno. Yeye aliona nguvu zake. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya kurusha ile jiwe, na Biblia inatuambia ya kwamba hakukuwa amebeba silaha nyingine, hakukuwa na upanga Daudi. Mstari wa 51 nasema ndipo Daudi akapiga mbio. Si jamaa ameanguka chini. Hata kama ni wewe unaongoja nini? Ni kuenda sasa mbio. Akasimama juu ya yule Mfilisti. Akasimama juu ya yule Mfilisti, akatoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakafanya nini? Wakakimbia, wakajua sasa kimeharibika. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaangalia, tunamuona huyu Daudi, kwa sababu hakukuwa amejibebea silaha,
alikimbia kwa yule Mwifilisti. Yeye ndiye alikuwa na panga. Mwifilisti ndiye alikuwa na nini? Na upanga, na alikuwa ameweka alani kwa nyumba yake. Alipoona Mwifilisti ameanguka, Daudi akakata mbio akaenda. Alipofika hapo akasimama, alimkanyaga yule Mwifilisti juu. Soma maandiko mzuri. Na Biblia inasema ya kwamba alipomkanyaga, aliposimama juu yake, Biblia inasema ya kwamba akafuta, kwa njia nyingine akatoa upanga ambaye yule Mwifilisti alikuwa amejibebea, akakata kichwa cha nani? Cha yule Mwifilisti kwa upanga huo. Na Biblia inasema ya kwamba wale Wafilisti wengine, maana walikuwa wanaangalia, walipoona ya kuwa shujaa wao, Mungu wao wa Wafilisti amekufa, wakatimua mbio wakaenda. Jina la Bwana libarikiwe. Ushindi umepatikana ama hujapatikana? Haleluya. Maana vita vyetu, vita ni vya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ushindi ukapatikana ni kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Daudi. Sio Daudi alipigana, ni Mungu aliyepigana. Wacha tuende mbele muone vile Waisraeli walifanya. Mstari wa 53 53 sorry. Anzia 53. Tusome sisi wote. Kisha wana wa Israeli wakarudi kutoka katika kuwafugusa Wafilisti, wakateka nyara kambi yao. Tuendelee. Naye Daudi akakitoa kichwa chake yule Mwifilisti kukileta Yerusalemu, lakini silaha zake akaziweka hemani mwake. Jina la Bwana libarikiwe. Wacha tu tufike hapo, alafu ukipata nafasi utaenda usome hiyo nyingine. Ukiangalia 53 hapa tunaona 53 tunaona Biblia inasema ya kwamba Daudi akaenda, wana wa Israeli wakarudi, si vita imeisha sasa. Wakarudi kutoka katika kuwafugusa. Kwa hivyo walifugusa wale ambao walibaki. Wale Wafilisti waliyebaki baada ya komando kukufa, si kuna wale wengine, na si waliona kimeharibika, wakaamua kutimua mbio. Biblia inasema ya kwamba walipotimua mbio, wana wa Israeli nao wakawakimbisha wale Wafilisti. Na waliporudi kutoka kuwafugusa wale wa Israeli, wakarudi kwao kwa kina Wafilisti. Jina la Bwana libarikiwe. Wakarudi kule hemani mwao Wafilisti. Biblia inasema ya kwamba wakateka nyara kambi yao, wakateka vitu vyote vilivyokuwa vya Wafilisti, wakachukua. Hakuna mchezo ilikuwa. Wameua hapa Mwifilisti mkubwa, jemedari amekufa. Hasara ya pili, ile vitu walikuwa wamewacha kwa kambi, Waisraeli walienda huko, walirudi baada ya kuwafugusa wengine, wametoroka, wamekimbia. Wana wa Israeli wakarudi kwa kambi ya Wafilisti, wakaanza kurogota vitu vyote vilivyokuwa katika kambi ya Wafilisti. Jina la Bwana libarikiwe. Na 44 tunaona ikisema ya kwamba 54 inasemaje? Mstari wa 54 inasema ya kwamba naye Daudi akakitoa kichwa cha yule Mwifilisti. Sasa angalia hapa, kila mtu na kazi yake. Waisraeli waliwafugusa wale Wafilisti, si ndio? Alafu baada ya kuwafugusa wakarudi kwa kambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliporudi kambini, wakachukua vitu vyote vilivyokuwa katika kambi ya Wafilisti. Baada ya hiyo wakaenda. Alafu mfalme Daudi aliyeua Goliathi, Biblia inasema ya kwamba akachukua kichwa cha yule Mwifilisti na akakileta kule Yerusalemu. Hiyo ni kazi ya Daudi. Jina la Bwana libarikiwe.
ambaye Mungu alikuwa ndani yake. Akachukua hiyo kichwa akapeleka wapi? Yerusalemu. Na baada hiyo Biblia inasema ya kwamba the same man Daudi, Biblia inasema ya kwamba lakini silaha za yule Mfilisti akaziweka hemani mwake. Huyu Mungu ni mzuri. Silaha ambazo zilikuwa za yule Mfilisti, Daudi amechukua panga, mikuki na ufumo yote alisichukua, akaenda akaweka kwake, kwa nyumba ya Daudi zikae huko. Lakini kichwa alipeleka wapi? Yerusalemu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ni Mungu ambaye aliyewapigania, sio mwanadamu, ni Mungu peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Vita sio vyetu, vita ni vya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ombi langu mchana wa leo ya kwamba Bwana atupiganie kama vile alivyopigania wana wa Israeli waliotusiwa na yule Mfilisti. Na Bwana atuingilie kati, atukumbuke mwaka huu, mwaka wa kupaa, mwaka wa baraka. Bwana atupiganie. Jina la Bwana libarikiwe. Na Bwana akitupigania tutakuwa washindi. Tutateka nyara za wao wanayetupigana nasi. Tutachukua mali za hao wanayepigana nasi, zitakuwa zetu. Maana Biblia inasema ya kwamba Daudi akachukua kichwa akapeleka Yerusalemu, na zile silaha zote za yule Mfilisti akapeleka wapi? Akapeleka hemani mwake, sikaange huko, ikuwe kama kumbukumbu ya kwamba alimuua Mfilisti ambaye aliyekuwa mkubwa ya Wafilisti. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maana Mungu akiwa upande wetu, hakuna ambaye anaweza kutushinda. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu ni cha Zakaria. Wacha tuone mtu mwingine pia Bwana alikuwa pamoja naye. Zakaria mlango wa 4 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: akajibu akaniambia akisema, hii ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, mbali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Hapa pia kulikuwa na vita. Ukiendelea kusoma utapata hii habari mzuri. Unaona Mungu anamwambia huyu Zakaria, maana kulikuwa na mambo, unaposoma utaangalia utaona. Binasema ya kwamba akamwambia akisema, hili ni neno langu Bwana wa Zerubabeli kusema, kwa uwezo si kwa uwezo wala si kwa nguvu. Unaona sasa hii maneno anasema ya kwamba si kwa uwezo ambaye uko nayo, si kwa nguvu. Hatushindani kwa nguvu zetu za mwili, nguvu za ugali, nguvu za kukula nyama, sio hiyo. Maana tuliambiwa jana ya kwamba vita ambavyo tunayepigana sio ya damu na nyama. Na unajua nyama na damu haifanyi mapenzi ya Mungu. Na hiyo vita hata ipiganwi na silaha za rohoni. Na hapa ndipo anamwambia si kwa uwezo wala si kwa nguvu, mbali ni kwa roho yangu, yani Mungu, asema Bwana wa majeshi. Bwana ambaye tunayemwabudu, huyo ndiye anayetupigania. Na hakuna jambo ngumu kama Bwana akiwa upande wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Si kwa nguvu. Hata na wewe na mimi tumefika leo, si kwa uwezo wetu. Hata kuvuka mwaka huu ambao tumeingia 2026, si kwa nguvu zako wala uwezo wako. Ni Mungu amekusaidia, ni Mungu ametusaidia. Haleluya.
kama sio Mungu alikuwa upande wetu, tuseme kama Israeli, ya kwamba kama sio Mungu alikuwa upande wetu, mataifa wangelitumesa tukiwa hai. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa upande wetu, bado tunapumua, tunasema yeye ni Ebeneza. Mpaka mahali tumefika ni yeye ametusaidia. Kama sio yeye alikuwa pamoja na sisi, tungemalizwa. Jina la Bwana libarikiwe. So ni mzuri kumtamani Bwana akupiganie. Na nimekuwa nikisema ya kwamba usitamani kujitetea. Wacha Mungu akutetee. Hata kana kwamba unakaa kana kwamba haujui ama unajua kujitetea. Kujitetea kwako ni kwa bure na hakuna mahali itakufikisha. Lakini Mungu akikutetea, mambo itaenda shwari. Kwa sababu Mungu anajua kukutetea, na anajua vile anafanya, na anajua njia yenye anapitia, anatutetea. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba hii wokovu haikuwa yetu. Wokovu haikuwa yetu, ilikuwa ya watu wengine. Lakini wakakataa hiyo wokovu, tukaletewa. Na ndio unasikia kitabu cha Waefeso inasema ya kwamba ni kwa neema, ni kwa neema. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo neno ya kwa kitabu cha Waefeso. Waefeso ngapi? Ni 2 mstari wa 8 ama wa 9. Hebu tuangalie kitabu tuone. Tumeokolewa by grace. Rebasha katalabosa. Kitabu cha Waefeso mlango wa 2. Ni mstari wa 8. Waefeso. Asante sana. Biblia inasema ya kwamba tusome sisi wote, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Hebu enda 9 tuone. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akafanya nini? Akajisifu. Mstari wa 10. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatutengenezea ili tuenende nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa lengo letu lilikuwa mstari wa 8 na wa 9, ya kwamba sisi kayong. Jina la Bwana libarikiwe. Tuliokolewa kwa neema. Wokovu haikuwa yetu, ilikuwa ya watu wengine. Alafu sasa sisi tukapewa. Na tulipopewa tuliukumbatia. Na Biblia inaonya, inasema ya kwamba si kwa nafsi zetu, ni kipawa. Hii wokovu hii, kukubalika mbele za Mungu, ni Mungu alituhurumia, akatupenda tu hivyo, tukiwa tu vile tulikuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unajua mahali ukutana na Mungu, mimi naye najua mahali Mungu tulikutana na yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema ya kwamba ni kwa neema. It is by grace. Ndio sasa sisi tumeitwa watoto wa Mungu. Mbeleni tulikuwa tunaitwa mataifa. Mataifa ni watu ambao wasiyekuwa na Mungu. Ni watu ambao wasiyekuwa wanahesabika katika ufalme. Lakini kupitia kwa neema ya Mungu, mimi na wewe tunasema, kitabu cha Wafilipi ama ni wapi, inasema ya kwamba sisi ni warithi pamoja na Yesu Kristo. Yani tunarithi mali ya Mungu na Yesu Kristo, ambaye alitoka juu, ndugu yetu mkubwa aliyetutangulia. Amen. Ambaye ni tunda la kwanza, first fruit. Alijitoa akakufa pale msalabani, akafanyiwa aibu, akatemewa mate, akadungwa mkuki, akadhihakiwa, lakini yeye alinyamaza kimya. Haleluya. Na aliponyamaza kimya, hakukuwa na maanisha ya kwamba ameshindwa. Yeye alikuwa na uwezo.
Na hata siku nyingine shetani akamuuliza, kama wewe ni mtoto wa Mungu, badilisha haya mawe yawe mkate ukule, kwa sababu umefunga siku 40. Yesu akamwangalia akasema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Nisome mstari wa 9. Mstari wa 9. Biblia inasema ya kwamba, tusome sisi wote, wala si kwa matendo. Sikia, tuliokolewa kwa neema bure na par. Na pas, hakuna yani hakuna kitu ulitoa, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akafanya nini? Akajifuna ama kujisifu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuliokolewa tu bure hivyo, na tukahesabiwa haki, tukaambiwa sisi ni warithi pamoja na Yesu Kristo. Kumbe ilikuwa inasemaje? Biblia inasema ya kwamba maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tuenende na matendo mema ambayo tokea awali Mungu alitengeneza ili tuenende naye. Hiyo ni kumfuata Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu tulishaokolewa kwa neema, na sasa tukubali Mungu atupiganie. Tumeona alimpigania Daudi, alikutana ile kijitu, lakini Goliath, Daudi hakutetemeka. Haya, Zakaria naye anasema ya kwamba si kwa uwezo wala nguvu, ni kwa roho ya Mungu. Mpaka mahali tumefika ni Mungu ametusaidia. Mpaka mahali tumefika pamoja na familia yako ni Mungu amekusaidia. Watoto wako wameenda shuleni, wajefukuzwa shule, ni Mungu ameingilia kati. Jina la Bwana libarikiwe. Ni heri kumwambia Bwana nipiganie. Naomba tusimame juu katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Nataka tusimame juu, alafu tutainamisha vichwa vyetu chini na utafakari mahali Mungu amekutoa, mambo yale ambaye Mungu amekutendea. Amekutendea mambo makubwa, amekuokoa na kifo, alikutoa kitandani cha mauti na akakufikisha. Na leo ndio huyu wewe unasema ya kwamba ni Mungu, sio mimi, ni yeye ambaye ni muumba wetu amenisaidia. Tafakari tu, jaribu kumeditate mahali Mungu amekutoa, mahali Mungu amekufikisha. Hata uhai huo uko nao ni Mungu amekupea. Kama sio Mungu tungelikuwa wapi? Lakini nashukuriwe Mungu, maana anajali watoto wake. Na atukuzwe Mungu, ni kwa sababu yeye ndio kimbilio. Na atukuzwe Jehova, maana anajua hata mwisho wetu. Katika jina la Yesu twende mbele za Bwana katika jina la Yesu. Asante Jehova kwa sababu ya wema na baraka. Asante kwa sababu Bwana tumeona Mungu wangu, wewe haushindani kwa mkuki wala kwa upanga wala kwa uvumo, bali wewe unashindana kwa nguvu zako. Maana vita si vyetu, vita ni vyako Jehova. Tunakuinua dadi, tunakuabudu kwa sababu ya wema wako. Baba yangu, ni ombi mchana huwa leo ya kwamba ukatusaidia Bwana, ukatukumbuka Bwana, ukatutembelea hata katika biashara zetu Bwana. Tunaomba Bwana ukatupigania Bwana katika njia zetu, hata katika maadui wetu Jehova. Bwana wetu piganie, sisi hatuwezi Jehova Bwana, kama vile Daudi hakuweza Jehova, lakini wewe ulimsaidia. Nasi ni ombi ya mchana huwa leo ya kwamba ukatusaidia, tutangulie Jehova mbele Bwana, tuongoze Bwana, tuinue Bwana, tupiganie.
Asante ni kwa ajili ya wema wako Baba. Wewe ni baba yetu, hatuna mwingine, ni wewe peke yako Jehova. Wewe peke yako, heshima na adhama ni zako Jehova, usultani wote ni wako. Ni asante. Asante Jehova Nisi, asante Jehova Rafa. Tubariki Jehova, bariki watu ambao wamefika, wainue Jehova, kutana mahitaji yao, wapiganie Jehova kama vile ulivyokuwa na Daudi, katika jina la Yesu. Ni asante Jehova. Katika safari hii Bwana, tunajua vita ni vingi, kuna kudharauliwa, kuna Bwana masengenyo. Bwana tunakuomba